wapinzani ambao tuliwashindwa msimu uliopita. Msimu huu tumeweza kuboresha timu yetu na tumeweza kuwafunga. Ndicho ambacho kilikuwa kinatakiwa kifanyike hii leo, na ndio maana unaona baada ya filimbi nikashangilia kwa sababu malengo yote mawili tumeyafikia. Kwanza kuwafunga Pamba na kuwakumbusha wao ni timu ya aina gani, lakini pili kujifunza ama kutokea pale kwenye makosa ambapo tuliyafanya msimu uliopita. Pamoja na ushindi huu wa leo, bado kuna kazi kubwa ambayo mwalimu Steven Becker anatakiwa kuifanya, hasa kwenye eneo la mbele. Cha kwanza, lazima kila mchezaji ajue kwamba hapa tunaipigania Simba na sio kwamba natafuta goli langu. Kila goli utakalofunga ni goli la Simba. Kwa hiyo tengeneza nafasi, upo kwenye nafasi nzuri funga, upo kwenye nafasi ngumu mwenzio yupo kwenye nafasi nzuri mpe afunge. Tunafanya makosa ambayo yanakuja kutuadhibu. Mechi iliyopita Duchu alifanya kosa kama hilo. Mechi ya leo Jabbar anafanya kosa kama hilo. Makosa kama haya sio makosa ya wachezaji wa timu kubwa. Hatukatai kwamba rafu zipo na nini, lakini unnecessarily ni rafu ambazo hazivumiliki. Ukiangalia hii aliyoifanya Jabbar haikuwa na sababu yoyote ya msingi, na sio rafu ya mpira wa miguu. Rafu za mpira zinajulikana, umemrukia mtu, umemkata mtu, hiyo ni rafu ya mpira wa miguu kwa sababu ni miguu kwa miguu imehusika. Lakini ukienda kupiga kiwiko, ukienda kuruka kama Shaolin Temple, hiyo haikubaliki. Na kwanza unawaumiza wenzio kwa sababu mpango ni kucheza 11. Wewe ukipewa kadi nyekundu maana yake unawapa mzigo wenzio wa kucheza pungufu, lakini unaigharimu timu, na haitoshi unaigharimu timu katika mechi inayofuata kwa sababu kama mwalimu alipanga kukutumia wewe tena mechi inayofuata, maana yake wewe haupo tena kwenye mpango wake. Kwa hiyo hili jambo ni lazima benchi la ufundi lizungumze na wachezaji ya kwamba mambo yamebadilika. Na ukiangalia makosa yote ambayo yametuadhibu kwa kadi nyekundu, yote hayakuonekana na refari. Kagera kule kwa Duchu refa hakuona, akaja akapata msaada wa video. Mechi ya leo Jabbar hakuonekana na refari, refa akaja akapata msaada wa video. Sasa lazima watambue, lazima wajue kwamba kuna mabadiliko kwenye mpira wetu. Makosa ambayo unaweza ukamdanganya mwamuzi, lakini huwezi kuidanganya video, sana unaigharimu timu. Hili haliwezi kufumbiwa macho. Lazima liwe miongoni mwa topic ambayo benchi la ufundi watazungumza na vijana wao kuepuka kadhia kama hiyo. Kwenye kampeni yetu ya alama 9 mpaka sasa tumeshachukua alama 6, bado alama 3 nyingine. Leo tumemaliza hapa, alhamdulillah. Asanteni mashabiki wote wa Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Kesho timu inaondoka Mwanza kuelekea Singida kwenda kwenye mechi nyingine ngumu ya kukamilisha raundi ya 3 ya ugenini ya mnyama Simba Sports. Wachezaji wetu ambao wamecheza hii leo wamemaliza salama na kuna uwezekano mkubwa wakawa sehemu ya kikosi katika mechi inayofuata dhidi ya Singida.